hayo niliyoamuru. Sasa mambo yote ambayo Bwana Yesu ameamuru yanaanzia kwenye kitabu hichi cha Mathayo sura ya 5. Haya ndiyo mafundisho ya Bwana Yesu Kristo. Tangu tuanze hili somo, tunakaribia miezi miwili sasa, tumeangalia mambo tofauti ambayo Bwana Yesu ameyafundisha, lakini jambo ambalo tumelitazama mwisho, mara ya mwisho tulikuwa tunatazama mstari ule wa 48 wa Mathayo hii sura ya 5. Nitausoma kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Basi ninyi mtakuwa wakamilifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Neno la mwisho hapa ambalo tumelisoma mara ya mwisho katika ibada yetu, Bwana Yesu alikuwa anazungumzia habari za ukamilifu. Bwana Yesu akaagiza muwe wakamilifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Yaani Bwana Yesu anaagiza, anasema muwe wakamilifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Sasa mapenzi ya Bwana Yesu, anataka Wakristo wafundishwe kuhusu habari za ukamilifu. Bwana Yesu anataka watumishi wake wafundishe wanafunzi habari za ukamilifu, kwa sababu Bwana Yesu anataka Wakristo wawe wakamilifu. Bwana Yesu asifiwe. Habari za ukamilifu ni habari ambazo zimeleta mkanganyiko kwa watu wengi wa Mungu na kwa watumishi wengi wa Mungu. Wengi wanafundisha wanafunzi wakisema haiwezekani mwanadamu kuwa mkamilifu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini wanasema hivyo? Kwa sababu wanapingana na neno la Mungu, wanapingana na Bwana Yesu Kristo. Kila mtumishi wa Mungu ambaye anasema ya kwamba mwanadamu hawezi kuwa mkamilifu, basi mtumishi huyo anapingana na Bwana Yesu Kristo na anapingana na mapenzi ya Mungu, na hayo anayoyafanya ni mapenzi ya Shetani na wala sio ya Mungu. Na maneno yote ambayo atakayoyafundisha, hayo maneno ni maneno ya Shetani, sio maneno ya Mungu, kwa sababu maneno ya Mungu na mapenzi ya Mungu anasema muwe wakamilifu kwa sababu Baba yenu wa mbinguni ni mkamilifu. Muwe wakamilifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Kwa hiyo wewe Mkristo leo unaposema ya kwamba haiwezekani mtu kuwa mkamilifu, au wewe mtumishi wa Mungu unayesema ya kwamba huwezi kuwa mkamilifu, mwanadamu hawezi kuwa mkamilifu, maana yake unasema ya kwamba baba yako wewe sio yule wa mbinguni, kwa sababu yeye ni mkamilifu. Sasa swali labda nikuulize leo, unavyosema mwanadamu hawezi kuwa mkamilifu, je, baba yako wewe ni nani? Kwa sababu Baba wa mbinguni yeye ni mkamilifu na anataka Wakristo wote wawe wakamilifu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ngoja tupite tena kwenye maandiko ambayo tuliyoyasoma mara ya mwisho. Haleluya. Amen. Tufungue Biblia zetu kwenye kitabu cha Mwanzo sura ile ya 17. Mwanzo sura ya 17 kuanzia mstari ule wa kwanza
Nasoma kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Abrahamu alipokuwa mtu wa miaka 99, Bwana akamtokea Abrahamu akamwambia, mimi ni Mungu Mwenyezi, uende mbele yangu ukawe mkamilifu. Nami nitafanya agano langu kati ya mimi na wewe, nami nitakuzidisha sana sana. Abrahamu akaanguka kifudifudi, akamwambia, akasema, mimi agano langu nimefanya nawe, utakuwa baba wa mataifa mengi. Haleluya. Haleluya. Hapa neno la Mungu linatuambia habari za Ibrahimu, ambaye wakati huo Mungu alikuwa hajambadilisha jina, bado anaitwa Abrahamu. Alipofika miaka 99, Bwana Mungu akamtokea akamwambia, mimi ni Mungu Mwenyezi. Haleluya. Mungu akamwambia, mimi ni Mungu Mwenyezi, uende mbele yangu ukawe mkamilifu. Yaani Abrahamu anaambiwa na Mungu kwamba Mungu amejitambulisha kwa Ibrahimu, akamwambia, mimi ni Mungu Mwenyezi, uende mbele zangu uwe mkamilifu. Kwa nini? Kwa nini Mungu alimwambia maneno hayo? Kwa sababu Mungu huyu aliye hai, Mungu huyu yeye ni mkamilifu, na anataka watu wote wanaojihusisha na yeye wawe wakamilifu kama yeye. Anataka wanadamu wafanane na yeye, wawe wakamilifu kama jinsi yeye alivyo mkamilifu. Ndiyo maana hapa akamwambia Ibrahimu ya kwamba mimi ni Mungu Mwenyezi, uende mbele zangu ukawe mkamilifu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa hapa Mungu akazidisha akasema, na tena nitafanya agano na wewe. Yaani atafanya agano na Ibrahimu atakapokuwa mkamilifu. Leo hii wapo watu wengi ambao hawatembei kwenye maagano ya Mungu kwa sababu ya kukosa ukamilifu. Unapokuwa mtumishi wa Mungu ambaye sio mkamilifu, au unapokuwa mwanafunzi ambaye sio mkamilifu, inamaanisha ya kwamba hautatembea kwenye maagano ya Mungu, kwa sababu Mungu anatembea katika agano na watu ambao wakamilifu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini Mungu alimwambia Ibrahimu awe mkamilifu? Kwa sababu Mungu alikuwa anajua ya kwamba inawezekana mwanadamu akawa mkamilifu. Sababu ya kumwambia hivyo, kwa sababu Mungu anajua inawezekana mwanadamu akawa mkamilifu. Ndiyo maana Mungu akamwagiza hivyo. Mungu hawezi kumwagiza mtu kitu ambacho akiwezekani. Bwana Yesu asifiwe. Kama jambo haliwezekani, Mungu hawezi akakwambia ufanye jambo ambalo haliwezekani. Ukiona Mungu anakuagiza jambo, inamaanisha kwamba jambo hilo linawezekana kabisa.
Haleluya. Twende kwenye kitabu cha Mathayo sura 25 tusome habari za mmoja. Mathayo sura 25 kuanzia mstari wa ule wa 14 mpaka wa 25, nasoma kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Maana ni mfano wa mtu atakaye kusafiri, aliwaita watumwa wake, akaweka kwao mali zake. Akampa mmoja talanta 5, na mmoja talanta 2, na mmoja talanta 1, kila mtu kwa kadiri ya uwezo wake, akasafiri. Mara yule aliyepokea talanta 5 akaenda akafanya biashara nazo, akachuma faida ya talanta nyingine 5. Vile vile na yule mwenye 2, yeye naye akachuma nyingine 2 faida. Lakini yule aliyepokea 1 alikwenda akafunua chini, akaificha fedha ya bwana wake. Baada ya siku nyingi akaja bwana wa watumwa wale, akafanya hesabu nao. Akaja yule aliyepokea talanta 5, akaleta talanta nyingine 5, akisema, Bwana, uliweka kwangu talanta 5. Tazama, talanta nyingine 5 nilizopata faida. Bwana wake akamwambia, vyema, mtumwa mwema na mwaminifu, ulikuwa mwaminifu kwa machache, nitakuweka juu ya mengi. Ingia katika furaha ya bwana wako. Akaja na yule alipokea talanta 2, akasema, Bwana, uliweka kwangu talanta 2, tazama talanta nyingine 2 nilizopata faida. Bwana wake akamwambia, vyema, mtumwa mwema na mwaminifu, ulikuwa mwaminifu kwa machache, nitakuweka juu ya mengi. Ingia katika furaha ya bwana wako. Akaja yule aliyepokea talanta 1, akasema, Bwana, nalitambua ya kuwa mtu mgumu, wavuna usipopanda, wakusanya usipotawanya. Basi nikaogopa, nikaenda nikaificha talanta 5, talanta yako katika ardhi. Tazama, unayo iliyo yako. Bwana wake akajibu akamwambia, wewe mtumwa mbaya na mlegevu, ulijua ya kuwa mimi navuna nisipopanda na kusanya nisipotawanya. Basi ilikupasa kuiweka fedha kwa watoa riba, nami nikija ningalipata iliyo yangu na faida yake. Basi mnyang'anyeni talanta hiyo, mpeni yule aliyenazo talanta 10, kwa maana kila mwenye kitu atapewa na kuongezewa tele, lakini asiye na kitu, hata kile alichonacho atanyang'anywa. Na mtumwa yule asiyefaa mtupeni mbali katika giza la nje, ndiko kutakapokuwako kilio na kusaga meno. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hapa kulikuwa na habari za huyu mfanyabiashara ambaye aliwapa watumishi wake talanta. Na baada ya kuwapa talanta hizo, yule aliyepewa 5 akazizalisha, akawa na talanta 10, na mwingine alipewa 2 akazalisha, akawa na talanta 4. Lakini yupo mtumwa mmoja ambaye yeye alipewa 1, akaona hii talanta 1 hii nikifanya chochote nitapoteza. Kwa hiyo Biblia ikasema aliogopa ili ile talanta isipotee. Kwa hiyo huyu mtumwa, tatizo lake la kwanza, alikuwa na kitu kinachoitwa uoga. Uoga ni kinyume cha imani. Shaka ni kinyume cha imani. Uoga ni kinyume cha imani. Hakuna mtu yoyote mwenye imani ambaye ana uoga ndani yake, na kila mtu ambaye ana uoga ndani yake ana imani. Ukiona mtu ana uoga, bali ujue huyo mtu amepungukiwa na imani au hana imani kabisa.
Bwana Yesu asifiwe. Sasa habari za huyu mtu hapa wa talanta moja, yeye alimwambia Bwana kwamba wewe unavuna usipopanda, na wewe unakusanya ambapo hujatawanya. Yaani tatizo lake alikuwa anamuona Mungu au anamuona bwana wake ya kwamba ni mtu ambaye anatazamia vitu ambavyo haviko, ambavyo hajaviweka. Hili ndio kosa lake lingine. Sasa leo hii Bwana ameagiza Wakristo wote na watumishi wote wa Mungu tuwe wakamilifu. Kwa nini ameagiza tuwe wakamilifu? Kwa sababu ndani yetu, siku ambayo tumeokoka, kuna vitu ambavyo Mungu amevipanda ndani yetu. Hivyo vitu vya kutufanya tuwe wakamilifu. Kwa Mkristo kuwa mkamilifu, mambo ya kumfanya Mkristo awe mkamilifu, neema hiyo Bwana Yesu ameiweka ndani yetu. Siku ambayo tumeokoka, Bwana Yesu ameweka hivyo ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini Bwana anataka tuwe wakamilifu? Kwa sababu kuna jambo ameliweka ndani yetu, kuna vitu ameweka ndani yetu, na kwa kupitia vitu hivyo inawezekana kabisa sisi Wakristo na watumishi wa Mungu kuwa wakamilifu. Anajua inawezekana, ndio maana kuna vitu akaviweka na vingine vya nyongeza akavileta kwa kupitia watumishi wake, ili kukamilisha kanisa la Mungu, kukamilisha Wakristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unaposema ndani yako kwamba haiwezekani kuwa mkamilifu, au unapofundisha ya kwamba haiwezekani kuwa mkamilifu, inamaanisha kwamba wewe unamwambia Mungu, wewe Mungu unavuna usipopanda. Yaani unakusanya usipotawanya. Hiyo ndiyo maana yake katika ulimwengu wa roho. Unajua yapo mambo ambayo wanadamu wanayafanya hapa duniani, alafu wanafikiri yanaishia hapa hapa duniani. Hawajui kwamba mambo hayo yanaendelea katika ulimwengu wa roho. Yawezekana wewe ni mtumishi wa Mungu, au yawezekana wewe ni Mkristo. Inawezekana ukasema ndani ya moyo wako ya kwamba haiwezekani mtu kuwa mkamilifu, binadamu hawezi kuwa mkamilifu. Yaani unaposema hivyo ndani ya moyo wako, hayo ni mambo ambayo unayasema ndani ya moyo wako, lakini hujui nini ambacho unakitangaza katika ulimwengu wa roho. Katika ulimwengu wa roho, hata kama wewe umefikiria hivyo na umenyamaza kimya, yale uliyoyafikiria ndani ya moyo wako bado yanatangaza katika ulimwengu wa roho. Yapo mengi mambo ambayo unayafikiria, lakini katika ulimwengu wa roho, wewe uliyefikiria ndani ya moyo wako unapaza sauti katika ulimwengu wa roho ukitangaza ya kwamba Mungu ni Mungu anakusanya ambavyo hajatawanya, na ni Mungu ambaye anapanda, anavuna asipopanda. Yaani mambo hayo ndio unayotangaza Mungu katika ulimwengu wa roho unapofikiria jambo hilo ndani ya moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa hapa ngoja tuangalie. Tumeona Bwana Yesu amezungumza, ameagiza wanafunzi wawe wakamilifu kama jinsi Baba wa mbinguni alivyo mkamilifu. Twende kwenye kitabu cha Waefeso sura ya 4. Waefeso sura ya 4 kuanzia mstari ule wa 11. Nami ninasoma
Kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, ambalo jina hilo la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu ni jina la Bwana Yesu Kristo. Nami ninasoma kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Waefeso sura ya 4 mstari wa 11. Naye alitoa wengine kuwa mitume, na wengine kuwa manabii, na wengine kuwa wainjilisti, na wengine kuwa wachungaji na walimu, kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu, hata kazi ya huduma itendeke, hata mwili wa Kristo ujengwe, hata na sisi sote tutakapoufikia umoja wa imani na kumfahamu sana Mwana wa Mungu, hata kuwa mtu mkamilifu, hata kufika kwenye cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo, ili tusiwe tena watoto wachanga, tukitupwa huku na huku na kuchukuliwa na kila upepo wa elimu kwa hila ya watu, kwa ujanja, tukifuata njia za udanganyifu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hapa Biblia inatufundisha au inaeleza kusudi la Mungu la kuleta huduma tano. Kwa nini Mungu amezileta huduma tano katika kanisa? Kwa sababu anataka watu wake wawe wakamilifu. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja nisome tena mstari ule wa 12 ili tuelewane vizuri. Waefeso sura ya 4 mstari wa 12, nasoma tena kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu. Kwa hiyo kusudi la kuleta huduma hizi tano, kusudi kubwa ni kuwakamilisha watakatifu, yaani watakatifu wawe wakamilifu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa leo hii Wakristo wengi sio wakamilifu, na watumishi wa Mungu wengi sio wakamilifu. Tena wamefikia mpaka hatua ya kusimama madhabahuni na kufundisha kwamba mwanadamu hawezi kuwa mkamilifu. Wamefikia mpaka hatua hiyo. Kwa sababu gani? Kwa sababu kanisa la Mungu lilikuwa limekosa huduma tano, na kama huduma tano zilikuwepo, basi watu wa Mungu wenye huduma hizo hawakusimama kwenye nafasi zao. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ashukuriwe Mungu kwa sababu ya huduma ya utume, huduma ya mitume. Huduma hii imeletwa kwa ajili ya kukamilisha watakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Sehemu yoyote kunapokuwa na mitume wa ukweli, basi mahali hapo watumishi wa Mungu na Wakristo ni lazima wawe wakamilifu. Hello. Don't come back here again. If you come, you sit behind there. Hallelujah. Sasa unaposikia mtumishi yoyote wa Mungu anafundisha ya kwamba mtu hawezi kuwa mkamilifu, inamaanisha kwamba mtumishi huyo wa Mungu kwanza kabisa hajitambui yeye ni nani. Kwa sababu kama anajitambua yeye ni nani, atatambua pia na kusudi la Mungu, kwa nini ameletwa hapa duniani, kwa nini Mungu amempa huduma hiyo, kama ni huduma ya utume au ya uchungaji au ya uinjilisti au ya ualimu au ya unabii. Inamaanisha kwamba hajajua kusudi lake, hajajua bado mapenzi ya Mungu, kwa nini alimpa huduma hiyo. Kwa sababu kusudi kubwa la Mungu kuwafanya watu kuwa mitume, manabii, wachungaji, wainjilisti na walimu, kusudi kubwa
ni ukamilifu, kuja kukamilisha watakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kama Bwana Yesu amefundisha katika mafundisho yake, amewataka wanafunzi wawe wakamilifu, na Mtume Paulo hapa anafundisha akisema ya kwamba kusudi la huduma tano ni kuwakamilisha watakatifu. Inamaanisha kwamba mafundisho ya Bwana Yesu na mafundisho ya mitume kina Paulo na kina Petro, mafundisho yao yalikuwa yanalingana na yanaendana sawasawa, na hiyo ndiyo injili ambayo Bwana Yesu na mitume walihubiri kipindi wako hapa duniani. Sasa leo hii tunapokutana na watumishi wa Mungu wanaofundisha ya kwamba mwanadamu hawezi kuwa mkamilifu, inamaanisha ya kwamba mafundisho yao yanakwenda kinyume na mafundisho ya Bwana Yesu na mafundisho ya mitume. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini ashukuriwe Mungu kwa sababu kabla Bwana Yesu hajaja kulinyakua kanisa lake, amesema ya kwamba atakuja kulinyakua kanisa ambalo halina hila wala mawaa. Yaani atakuja kulinyakua kanisa ambalo ni kamilifu. Sasa kanisa litakuwaje kamilifu kama watumishi wa Mungu wanafundisha mtu hawezi kuwa mkamilifu? Inamaanisha kwamba kanisa haliwezi kunyakuliwa na Bwana Yesu hawezi kuja. Bwana Yesu amesema atakuja kunyakua kanisa lisilo na hila wala kunyanzi, yaani maana yake kanisa kamilifu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kanisa litakuwaje kamilifu? Mungu aliandaa mpango wa kuwakamilisha Wakristo wote hapa duniani, na huu ndio mpango wa Mungu na haya ndiyo mapenzi ya Mungu. Mungu ameandaa kusudi la kuwakamilisha Wakristo hapa duniani ili unyakuo uweze kuja, ili Bwana Yesu aweze kurudi tena. Na ndio maana Bwana Yesu katika Mathayo 24 kuanzia mstari ule wa 14, Mathayo 24 kuanzia mstari ule wa 14, Bwana Yesu wanafunzi wake walimfuata wakamuuliza, kuanzia ule mstari wa 4, walimuuliza, nini dalili za kuja kwako na za mwisho wa dunia? Kwa sababu walimuonyesha jengo la hekalu, wakasema, angalia hili jengo jinsi lilivyo zuri na linavyopendeza. Bwana Yesu akasema, halitasalia jiwe juu ya jiwe katika jengo hili. Wao wakamuuliza, mambo hayo yatakuwa lini na nini dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia? Bwana Yesu akataja dalili za mwisho wa dunia na dalili za kuja kwake. Na mambo hayo aliyoyataja Bwana Yesu mengi yamekwisha timia, lakini bado kuna jambo moja ambalo halijatimia. Leo hii wapo watumishi wa Mungu wengi wanaosema Yesu atakuja wakati wote kuanzia hivi sasa. Wapo Wakristo wameacha kufanya kazi, wapo watu ambao wameacha kutafuta mali, wakizania kwamba Bwana Yesu anashuka wakati wote kuanzia hivi sasa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu hawezi kuja sasa hivi. Bwana Yesu asifiwe. Unaposema mambo haya, watu wengine wanaposikia wanaweza wakafikiria kwamba wewe ni mtumishi wa shetani. Hapana. Bwana Yesu amesema ya kwamba kabla hajaja, amesema sharti. Ukisoma kwenye kitabu cha Marko
anasema sharti injili ya ufalme wa Mungu ihubiriwe kwanza. Yaani sharti maana yake lazima injili ya ufalme wa Mungu ihubiriwe kwanza. Kwenye Mathayo amesema, na injili hii, na tena injili hii ya ufalme wa Mungu itahubiriwa ulimwenguni kote kuwa ushuhuda kwao, hapo ndipo mwisho utakapokuja. Bwana Yesu anasema, na tena injili hii ya ufalme wa Mungu, injili ambayo aliyohubiri Bwana Yesu, mafundisho ambayo ameyafundisha Bwana Yesu, amesema ya kwamba yatahubiriwa, yatafundishwa ulimwenguni.